بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وسيدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد في الآخرين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد في النبيين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ملك الملك وملك الملوك، تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تجلي الليل في النهار وتجلي النهار في الليل وترزق من تشاء بغير حساب. قال سبحانه وتعالى: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقرب عليانا ولو كان كاسيا. Ama baada, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu wa mji huu wa Kisumu wa Manyata Ardhi, hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwani kwa kuwa yeye ndiyo mwenye kustahiki kushukurikiwa zaidi na yeye ndiyo mwenye haki ya kupewa shukurani za dhati Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi na fadhila nyingi na huruma nyingi ambazo kwamba hakuna mwanadamu ambaye kwamba anaweza kuwa na huruma zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijitizama wewe kuwa kwako mpaka sasa hivi una miaka 20, miaka 40, miaka 30, tambua mwanadamu safari yake imeanza mbali sana. Tunaambiwa katika Qur'an: hal atala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Mwanadamu safari yake imeanzia mbali. Ulianza ukiwa tone la maji, manii. Baada ya hapo ikaingia kwenye uzazi wa mwanamke baada ya siku 40, ikawa ni kitu kisichoeleweka. Baada ya siku 40 tena ikawa ni pande pande la nyama. Baada ya siku 40 ukaanza kujitengeneza, Mwenyezi Mungu kupulizia roho na kuwa mwanadamu. Na baada ya hapo mwanadamu huyu akazaliwa. Baada ya kuzaliwa, wewe ulikuwa hauna nguvu, ulikuwa unalishwa, ulikuwa unafanywa kila kitu, mpaka leo hii kutembea, leo hii kukimbia, leo hii kujilisha wewe mwenyewe. Haya yote ni mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wengi waliamka asubuhi hawakuiona muda huu mchana. Kuna waliofika mchana kama mimi na wewe, tusitarajie tutafika saa 10. Na wale ambao kwamba watafika saa 10 wakibahatikiwa, wasidhani pia watafika magharibi. Na yule ambaye kwamba atabahatikiwa kuingiwa na magharibi, asidhani ataiona isha. Maisha haya tunaishi ili hali sote hapa ni wasafiri. Sote hapa tutaondoka, na tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuumba wewe kwa umbile zuri. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Amekuumba kwa umbile zuri kabisa, amekuumba kwa uzuri, sio kama mnyama. Ukiangalia wanyama wala nyasi,
Ukiangalia wanyama wala vitu vibichi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutukuza wewe, amekujalia wewe huli kitu pasina kuandaa. Kuandaa yenyewe ni kukiosha, baada sasa ya hapo ni kukipika kiive vizuri na kisha ukile. Sifa njema na shukurani za dhati ni za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kabla ya yote sijaendelea, ningependa kuzungumzia swala nzima ya sunna na fadhila ya siku hii ya Ijumaa, japokuwa sio lengo langu kuzungumza wala sio kwa mada yangu kuzungumza. Lakini ndugu zangu watukufu wa Kiislamu wa mji huu wa Manyata Arab, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tutaishi katika aya hii fupi ambayo kwamba itafakari na usikize kwa makini. Na kabla sijaifasiri aya hii, ningependa na kuomba radhi kwenu, kama unajua wewe ni kijana uko vizuri, sunna ya Ijumaa ni kusogea safu ya mbele. Safu hii ya mbele ina ujira mkubwa zaidi. Kwa hiyo sunna ya kwanza kabisa tusogee safu ya mbele, itapojaa tutaingia safu ya pili. Lakini kama unajua wewe ni mzee, pengine uweze kukaa vizuri mpaka uegemee, basi ni kheri kukaa hapo hapo. Lakini kama ni kijana, jitambua ni kijana, ni vyema ukasogea safu za mbele. Maswahaba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakielezea kwamba laitani watu wangelijua thamani ya safu hii ya mbele, wallahi watu wangelikuwa wanainunua nafasi safu hii ya mbele. Sunna Ijumaa wa kwanza atakaingia msikitini kuwahi safu ya mbele, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa ujira kama amepata ngamia, safu hii ya mbele. Wa pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia atakayepata safu hii ya kwanza akawa wa pili, basi atapata ujira wa ng'ombe, na watatu atapata ujira wa mbuzi, na wa nne atapata ujira wa kuku, na wa mwisho atapata ujira wa mayai. Kwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kuna siri kubwa kabisa katika hii safu ya mbele. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya yetu iliyotangulia kuisoma anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Hakusema ya ayyuhal insan. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, pindi mtaposikia adhana siku ya Ijumaa, acha shughuli yako, acha biashara yako, acha kile ambacho kwamba unakitenda na uelekee kwa mwito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cha ajabu na masikitiko makubwa, historia ya mji huu, mji huu ni wa Kiislamu. Wengi wetu hapa walizaliwa katika Uislamu, na wengi wetu historia ya mji huu ni wa Kiislamu, japo mimi ni mgeni katika eneo hili, lakini jina lenyewe la Manyata Arab, hii ya mwisho tukiacha ya kwanza Manyata tunasema jina la Kimasai pengine, kwa sababu nyumba za Manyata zile za Kimasai, lakini hili la mwisho Arab ni neno tukufu, na sehemu hii ni sehemu tukufu, na waliokaa huku, wakazi wa huku, wallahi ni wakazi watukufu. Shikeni hili jina la Manyata Arab, Mwenyezi Mungu anawapenda. Na katika eneo hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitukuza, na nitaona ajabu siku kama hii ya Ijumaa inapofika saa 6
hakuna hata mtu mmoja aliyewahi msikitini. Lakini tutaingia katika mwaka wa 2027 na kuna baadhi ya watu washaanza tayari harakati za siasa, washaanza harakati ya kutafuta kura. Utapata mtu amekuja asubuhi, mwanasiasa akawaita Waislamu, tufike saa 1 sehemu fulani, Waislamu watajaa, na kisha mwanasiasa yule atakuja saa 7 au saa 9. Mtakaa mtanungunika, mtakaa mtatukana, lakini mtamsubiria. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya alfulus, kwa sababu ya pesa. Lakini mwanadamu anasikia Allahu akbar, hayya ala salah, hayya ala falah, njoo kwenye mafanikio, njoo kwenye mafanikio. Mafanikio yenyewe ni kuja msikitini. Mwanadamu huyu yuko tayari, yeye hutai mpaka tairi ya iqama, asikia Allahu akbar, ashhadu an la, ndio aanze kukimbia, aanze kuja mbio. Kwa nini wewe ukisikia adhana mapema usiwahi msikitini? Na muumini wa kweli na muislamu wa kweli ni yule ambaye kwamba atasikia adhana siku ya Ijumaa na kisha akawacha shughuli yake na kuelekea msikitini. Sunna ya Ijumaa ni kuwahi msikitini, tena safu ya mbele. Sunna ya pili ni wewe kujiweka msafi katika mwili wako. Maajabu na masikitiko makubwa wa siku ya Ijumaa, utashangaa baadhi ya watu, ni siku kuu ya Kiislamu, ni siku tukufu ya Kiislamu, siku ya Ijumaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka sherehe 3 kwa Waislamu. Sherehe hizi 3, sherehe ya kwanza ni kila baada ya wiki kuna sherehe Muislamu anafaa kusherehekea. Sherehe ya pili ni kila baada ya mwaka kuna sherehe 2. Sherehe ya kila baada ya wiki ni siku ya Jumaa. Siku ya Jumaa hii ni sherehe kwa Muislamu kusherehekea. Yuafaa na familia yake kwenda sehemu ni outing, kuna sehemu nyingine kusherehekea. Siku hii ya Jumaa ni siku kuu. Na sherehe zingine ambazo kila baada ya mwaka ni sherehe 2 ambazo ni Eidul Fitri na Eidul Adha. Lakini sasa sikukuu hii ya baada ya wiki wengi wetu tunaisahau, na ni sikukuu ambayo kwamba ina historia ndani yake. Siku ya Jumaa, siku ya Jumaa ni siku ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unazoona akisema ndiyo dunia itasimama, wakati huo muda wa dunia itasimama ni siku ya Jumaa, kwa maana kwamba siku ya Kiyama itakuwa ni siku ya Jumaa. Na ofa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku ya Jumaa, kuna saatul ijaba. Ukiomba dua wewe muda huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tit for tat anakujibu. Siku hii ya Jumaa, siku hii ya Jumaa wewe yako ukisoma Qur'ani hauhesabiwi kama siku za kawaida. Siku hii ya Jumaa, siku hii ya Jumaa ukimswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara moja, yeye anakuswalia mara 10. Siku hii ya Jumaa, siku hii ya Jumaa Muislamu ni sunna kuvaa mavazi mazuri. Siku hii ya Jumaa Muislamu ni sunna kupaka manukato kama uko nayo. Lakini tunasahau sherehe zetu, tunasherehekea sherehe za wengine. Muislamu anasubiria mpaka mwaka uishe Disemba aanze kumwambia Muislamu wenzake Merry Christmas. Muislamu anasubiria mpaka Disemba ingie tarehe 1 aanze kumwambia Muislamu wenzake Happy New Year. Na kuna baadhi ya sasa hivi vijana na dada zetu wamekaa wakisubiria sherehe ya haramu inaitwa Valentine. Muislamu ameanza kuweka status, ameanza kupost hiyo sherehe ya Valentine. Natumai itakuwa ni kesho tarehe 14. Na kuna baadhi ya Waislamu wamezaliwa katika Uislamu, kesho hiyo Valentine ameandaa pesa yake maalum kwenda sehemu fulani na familia yake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni mtihani mkubwa, na hii sio kosa letu, bali ni kosa la wazazi ambao kwamba
hawataki kuwapeleka watoto wao madaris kusoma. Mtoto anakuwa akiona baadhi ya vitu vinaendelea, na yeye atajua hivi vitu vinaendelea kwa kawaida. Leo kuna sherehe ya Valentine. Leo mtu hajamuoa, ana kilemu tu, mwanamke wake huko hajamposa, hajamuoa, kwao hajulikani, washapigana message, bwana kesho tukutane sehemu fulani. Wanasahau baada ya siku chache kuna mwezi mtukufu unaingia wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, tutahadhari sana na siku hii na sherehe hii ya Valentine. Ni haramu kwa Muislamu kusherehekea Valentine. Mapenzi ya mke wako, mapenzi ya mpendwa wako ni kila wakati, sio siku maalum. Kuna baadhi ya watu tayari washaanza kununua nguo nyekundu, wengine wanunua kanzu na kofia na kilemba kabisa nilivyovaa mimi. Nasema shekhe, na pia mwanachama nini? Wengine wanasema shekhe mwanachama, wasema rangi nyekundu Valentine, au ushapiga nyekundu. Lakini haramu kwa Muislamu kusherehekea Valentine. Muislamu ana sherehe zake, Muislamu ana sikukuu yake, ikiwepo moja ya sikukuu ya Muislamu ni siku ya Juma. Siku hii ya Juma ni Muislamu kusherehekea. Siku hii ya Juma Muislamu wewe ni kuja msikitini mapema. Siku ya Juma Muislamu wewe ni siku ambayo kwamba ni mwisho wa wiki, ni kufika msikitini mapema na kusikiza yanayojiri, yanayozungumziwa msikitini. Na mpaka wenzetu wanatushinda wallahi. Hao wenzetu Jumapili wanatushinda. Mtu Jumapili anaamka saa 12 anaoga, anapiga pasi, anapiga mswaki, amejiandaa yuko ready kusubiria time ya kuelekea kwenye ibada yao siku ya Jumapili. Na isitoshe pia siku hii ya Jumapili utapata watoto wa wenzetu wamekaribishwa maisha ya dini yao. Mtoto ataamka asubuhi, atakwenda huko ibadani kwao, anaambia mama, baba, pesa ya sadaka. Kwa maana mtoto amelelewa, alilmu fi sughari wal nashi fi alhadar. Mtoto kimlea hivyo atakapokuwa ndivyo anapokuwa hivyo polepole. Mtoto huyo anamwambia baba yake pesa ya sadaka. Japokuwa baadhi ya misikiti wengine hauruhusu mambo hayo, lakini vyema basi hata msikitini haujaruhusu, tembea na shilingi 20 yako ni 50 yako barabarani. Kuna watu ambao kwamba wasiojiweza, ukimwona ni mama barabarani, ni mtoto barabarani, ni mtu ambaye asijiweza, unampa sadaka yako. Na sadaka ni dawa, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu. Lakini baadhi ya Waislamu wakisikia jambo la sadaka, jambo la kutoa, ndio kuwakimbiza msikitini. Sasa mtu aseme sasa hivi aanze bana, kuna harakati 1 2 3, kila mmoja atapambia kuelekea zake. Kwa sababu gani? Hawajui fadhila ya kutoa sadaka. Na siku ya Juma ni siku kuu ambayo kwamba Waislamu tutatakiwa sana kutoa, kwa sababu hauwezi jua kesho yako. Ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, tunaishi sasa hivi, lakini hatujui kesho tutakuwa katika eneo gani. Sote hapa ni wasafiri, wallahi, bila kila mtu atakufa, kila mmoja atakufa. Uwe tajiri, uwe maskini, uwe maarufu, uwe sio maarufu, utaondoka katika ulimwengu huu. Usiadaiki kwa maisha mafupi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Leo hii Muislamu yuko tayari kukaa kwenye mpira dakika 90 kuangalia Liverpool, Manchester, swing timu gani, na ikuja msikitini mapema kusikiza mawaidha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtihani. Kuna baadhi ya watu wiki 2 iliyopita, ilikuwa timu gani, Arsenal na Manchester. Kuna baadhi ya watu mpaka wakapigana eneo la Busia, utani tu, wewe hivi ngumi zikaruka kwa sababu ya mpira. Haya, washabikia huyo sio ni timu gani, kocha hakujui. Haya, mfadhili wa hiyo timu hakufahamu. Wewe umeumiza na Kenya huko, mpasuko, umeenda hospitali, hakuna shilingi moja hata ya Britoni, hata hapana ndo unapewa. Lakini huko Kenya huku unaumia, lakini huko tayari kusikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitukanwa. Uislamu ukitukanwa kwa kutetea Uislamu kwa nguvu zako, hakuna.
Ni wangapi waliosikia Uislamu watukanwa hadharani akajitokeza kifua mbele ni Muislamu kuutetea Uislamu? Ni wangapi? Leo tukiingia kwenye mitandao Uislamu unapigwa vita kila kona. Wewe ushawahi simama kuutetea Uislamu? Au wajitawe ni Muislamu kanzu kofia, au Muislamu Abubakar, Uislamu Yusuf, Muhammad Mesha? Uislamu sio hivyo. Leo Muislamu yuko tayari kufanya matendo ambayo kwamba ya kumfurahisha mwanadamu wenzake. Leo kuna baadhi ya watu watakuja msikitini kwa sababu bosi wake ameingia msikitini, ataswali kwa khushui, kwa kumwona na imani sana, kumbe kuna bosi yuko pembeni. Nasikia Allahu Akbar, bosi amuone. Mpaka salamu wengine tukisalimiana tunasalimiana kwa kujuana. Asalamu alaykum, naomba salamu. Asalamu alaykum, salamu. Lakini ukimwona mtu ana bakshish iko vizuri, utamsalimia salamu, unaingiza maaini kibao, assalamu alaykum, unaingiza maaini unaenda wewe Mwarabu. Kwa sababu gani? Salamu ili huula kuona na imani sana kupote kitu. Lakini tusalimiani salamu kwa imani. Mpaka msikitini kuna baadhi ya watu kushalisha miguu pia hawataki. Anaangalia anashikisha miguu ni nani huyo? Akaunti yake inasoma pesa ngapi? Uislamu sasa tulofikia ndo hapa. Waislamu tumekuwa tunabaguana hadi kwenye ibada. Imamu fulani akiswalisha mimi si swali. Imamu fulani akiswalisha mimi na swali. Shekhe fulani akitoa fatwa nitamsikiza. Shekhe fulani akitoa fatwa hii sitomsikiza. Wanasahau Uislamu sio dini ambayo kwamba utaamka asubuhi na uanze kusema kadha wa kadha wa kadha. Hakuna Uislamu kama huu. Uislamu ukisema mbele ya watu lazima una vitu viwili, ni Qur'an na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo jiangalie na ujitizame wewe na Waislamu waliopita, mnalingana? Waislamu akina Abubakar na kina Umar na kina Uthman na kina Ali, je, mnalingana? Leo kuna Muislamu amesilimu kupitia tabia yako, kwa sababu kiongozi wetu Mtume Muhammad ni yule ambaye kwamba ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna baadhi ya watu walisilimu kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya tabia yake Mtume Muhammad, tabia ya Mtume Muhammad. Leo wewe Muislamu unamfuata Mtume Muhammad, tabia zako na ya Mtume Muhammad je, ziko sawa? Japokuwa hawezi mfikia Mtume Muhammad. Hakuna hata mwanadamu mmoja anaweza kufikia Mtume Muhammad. Hakuna. Swala zetu zenyewe ndio hizo za kudonoa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiswali mpaka miguu yake zikifura. Leo swala za tarawih zenyewe Ramadhani utaiona. 10 la kwanza msikiti utajaa. Baada ya 10 la pili sasa watu hao washapotea. Wameenda wapi? Siku ya Ramadhani ni siku ya kutubu. Ni siku ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni siku ya kumlilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala shida yako. Ni siku ya kupiga goti kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hauwezi kujua Ramadhani hii uliyoikuta kama Ramadhani ijayo utaifikia. Kuna baadhi ya watu sasa hivi watafunga mchana maskini ya Mungu vizuri, lakini wanaharibu mwisho wake. Umefunga somo vizuri wewe, lakini mwisho wa siku unasikia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunajua sunna ni mtu kufuturu na tende au na maji. Wewe ni mraibu sasa. Wewe ulikuwa ni mvutaji bangi. Wewe ulikuwa ni mvutaji sigara. Wewe ni mtu wa kula majani. Unasikia Allahu, unapika zako tayari mfukoni hapo, unaanza mazima. Kuna baadhi ya Waislamu kwa hivyo. Wewe umefunga mchana vizuri, imefika jioni ndio unaharibu, ushafuturu sasa. Bwana Fatuma uko wapi? Nenda msikiti sasa hivi tarawih tutanywa nyuma msikiti. Fatuma mwenyewe hujamuosha. Mnafanya nyumba ya msikiti, nyumba ya Mwenyezi Mungu, mnafanya maasi, mwezi mtukufu, unafanya maasi, umeshinda mchana mzima wewe ilhali umekana njaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mwisho wa siku unamkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.
Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema as-sawmu li wa ana ajzi. Saumu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye atakayejua jinsi ya kulipa hii saumu. Swala, zaka, vitu vingine vyote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaviweka wazi, lakini somo katika saumu li wa ana ajzi, saumu ni yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndiye atakayelipa hii saumu. Kwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, usione umefunga ukijua kwamba umonyesha mwenzako kwamba umefunga. Leo mtu kutoka nyumbani amesema amefunga, hana nguvu, ameparara, amelegea, kama leo saumu kali leo shehe. Kumbe huyo ametoka kwenye kibanda mpiga chapati zake na maharagwe, na kwamba saumu leo kali sana. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia as-sawmu li wa ana ajzi. Saumu ni yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua hii saumu ilipa vipi. Kwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tujitahidi sana kufanya mema, hasa siku hii ya Jumaa. Siku hii ya Jumaa ni siku tukufu, ni siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala milango zake za kheri na za kumuomba ziko wazi. Leo ni wangapi wamekaa wameamka asubuhi kwa swali? Kila mmoja na shida hapa. Kama wewe hauna shida, basi ni ndugu yako ana shida. Kama si ndugu yako, rafiki yako ana shida. Je, ushakaa chini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na Mwenyezi Mungu anatuambia ud'una astajib lakum, niombeni mimi nitawapa. Niombeni mimi nitawapa. Nani yuko tayari leo hii amwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na Mwenyezi Mungu anatayewesha. Na yuko tayari kutembea barabarani kwa mabango yameandikwa mganga kutoka Kitui, mganga kutoka sehemu fulani, apigia simu na ndoa. Wewe mganga gani? Kama mganga ni kweli, kuna mganga alishakwambia mlete sukuma au spinach, nitakwambia mlete kuku, mlete ng'ombe. Kwa sababu gani? Ni kitu cha thamani. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hataki chochote kwako, ni wewe tu ya msikitini akumwambia ya Rabbi, nina shida kadha wa kadha wa kadha, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa pasina masharti ya aina yoyote. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mlango wake uko wazi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda sana. Mwenyezi Mungu atujalie wenye kusikia na kuyafuata. Mwenyezi Mungu atujalie kila mwenye maradhi, Mwenyezi Mungu amfanyie sahali apone. Kila kuna mazito, Mwenyezi Mungu amfanyie sahali. Na kila kijana ambaye kwamba hajaoa na anatarajia kuoa, Mwenyezi Mungu ampe mke mwema. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان كليلا فكثره برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.